Uhaligani mtazamaji wa Tumaini Television popote ulipo, umeshafungulia TV yako. Karibu sana katika kipindi maalum kwa siku ya hii leo. Asante kwa wewe ambao umekuwa mshirika wetu mkubwa sana katika kufuatilia vipindi vyetu ambavyo tumekuwa tumekuletea kila mara. Jina langu ni Innocent John, nyuma ya kamera yupo Joseph Peter, na leo tutakuwa na rais mwenye ara ndogo wa taasisi za ubunifu majengo hapa nchini Tanzania. Tutazungumza mengi kuhusiana na taasisi hii hapa kwetu nchini Tanzania, kazi wanazozifanya, wao ni kina nani. Kwa hiyo endelea kusalia nasi, tufuatilie mwanzo mpaka tamati. Anaitwa rais mwenye ara ndogo Mike Chawi, tuko naye hapa kutoka taasisi ya ubunifu wa majengo nchini Tanzania. Yeye ndo mkuu wa hii taasisi ama kiongozi wa hii taasisi. Tufuatilie mwanzo mpaka mwisho. Najua una maswali mengi sana ambayo unajiuliza kuhusiana na majengo unayoyaona huko. Kuna vitu vingi vinakujia, taarifa unazozipata kuhusiana na majengo. Sasa leo nimekuletea rais mwenye ara ndogo hapa, tuzungumze naye ili tuweze kufahamu mengi zaidi kuhusiana na hii taasisi ya ubunifu wa majengo hapa nchini kwetu Tanzania. Rais mwenye ara ndogo, karibu sana. Asante, karibu kwetu. Nashukuru sana. Sisi ni chama cha wabunifu majengo Tanzania, ambacho chama hiki ni sehemu ya taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Na chama hiki kilianzishwa mwaka 82 baada ya kufa Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 77. Ilipofika mwaka 82, kwa sababu tulikuwa na chama kimoja, taasisi moja tu yote kwa Afrika Mashariki, nchi zote za Afrika Mashariki, ambayo ilianzishwa 1913. Baada ya jumuiya ya kwanza kuvunjika 1977, 2003 iliporudi Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo taasisi hii ikawa bado ipo. Miaka ya nyuma wabunifu majengo wote wa Afrika Mashariki tulikuwa tuko chama chini ya taasisi moja ambayo ni ya East African Institute of Architects, taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Baada ya kuvunjika, kila nchi ikaunda taasisi au vyama vya wabunifu majengo, ambao kwa Tanzania sisi ni chama cha wabunifu majengo Tanzania, kwa Kiingereza inaitwa Architectural Association of Tanzania, AAT, ambayo ilianzishwa mwaka 82. Ni sehemu ya taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Kila nchi iliunda chama chake baada ya jumuiya kuvunjika. Lakini iliporudi Jumuiya ya Afrika Mashariki, wote tumerudi, lakini tumerudi sio kama vile tulikuwa chini ya kivuli kimoja. Ikawa kila nchi ina chama chake, lakini vyama vyote hivi vikawa chini ya taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Na taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki inafanya kazi kubwa sana. Kwanza kuanzia zamani ni kuelimisha watu, wananchi na viongozi, na pia kusaidia vyuo vyetu. Kunakuwa na mashindano ya wanafunzi, na huwa tu wanafunzi wanapata sponsorship ya kwenda mahali mbalimbali ya nchi zote za Afrika Mashariki. Mwaka jana wanafunzi walikuwa na tour kuanzia Zanzibar, Dar es Salaam, Mombasa, Kampala, Kigali. Hii tour ya wanafunzi, kila chuo kinachofundisha taaluma hii wanatoa wanafunzi wawili wa kiume na wa kike, wanaenda kwenye tour za mafunzo. Alafu kunakuwa na mashindano ya wanafunzi katika kila chuo. Na kunakuwa na taasisi ya Afrika Mashariki inashirikiana sana na vyama vya kila nchi. Na kila nchi inakuwa na wawakilishi wake ambao tunaita councillors, ambao tunakuwa kwenye Afrika Mashariki. Mwaka jana kijiti cha uongozi wa taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki ilikuwa kwa wenzetu wa Kenya. Mwaka juzi ilikuwa Uganda. Kwa hiyo wa Kenya, Mkenya sasa hivi ni rais wa taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Sisi Tanzania tunakuwa ni makamu wa kwanza wa taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Mwaka huu tutakuwa na mkutano pale Zanzibar ambao tutapeana kijiti. Kwa mwaka huu sisi tutachukua urais, na Waganda watakuwa makamu wa kwanza wa rais, yule atakuwa ni rais yale. Toka hii taasisi imerejeshwa sasa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ilivyorejea ikakuta tayari kila nchi mwanachama imeshakuwa na taasisi yake, imeshakuwa na chama chake. Unaionaje mpaka sasa hivi? Sasa hivi tunaenda vizuri, kwa sababu vitu vingi tunavyofanya tunafanya kwa ushirikiano kwa wote. Na uzuri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna kitu kile cha kubadilishana wataalamu kwenye nchi za Afrika Mashariki. Tunaenda vizuri. Kwa sababu elimu ya ubunifu majengo ni ya kidunia.
yani ya dunia nzima. Huwezi ukaenda ukasoma elimu ya ubunifu majengo chini ya miaka mitano na kuendelea. Hiyo iko ni nchi zote tunaelewa hivyo, na hata duniani huwezi kupata cheti kwamba umesoma chini ya miaka hiyo. Kwa hiyo na pia jinsi ya kuangalia vile viwango vipo kwenye taasisi yetu ya Afrika Mashariki. Tunao watu wanaoshughulika kuangalia vile viwango, na huwa wakati wa kufanya mitihani hapa Tanzania sisi huwa tunafanya mitihani mara 2 ya kusajiliwa na mabodi yetu. Sisi tuna bodi ya ubunifu majengo na ukadiriaji majenzi ya Tanzania inasimamia mitihani. Hawa vijana wanaokimaliza vyuo wanafanya kazi, wanaandika ripoti kwa miaka 2. Akifanya ripoti ile kwa miaka 2 wanatihaniwa. Wana mitihani 2, moja ya maongezi ya mahojiano na nyingine ya kuandika. Kwa sababu tunawafanya wanafunzi baada ya kutoka chuo waelewe taaluma ina nini na wanatakiwa wasimamie sehemu gani. Wanafundishwa jinsi ya kuangalia sheria za maendeleo za miji, sheria za mikataba na jinsi ya usimamiaji wa majengo. Wasipofanya hivyo ina maana kwamba watakuwa hawako kwenye level ambayo iko sawa sawa. Na pia chama chetu ni sehemu ya taasisi ya Jumuiya ya Madola ya ubunifu majengo, na pia ya African Union of Architects ni sehemu moja, umoja wa ubunifu majengo ya Afrika pamoja pia na ya dunia. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba wanafunzi wetu wanapata elimu ambao ni sawa sawa na mtu aliyokuwa Kenya, aliyokuwa Uganda, aliyokuwa Uingereza au aliyokuwa Malaysia. Elimu inakuwa ni aina moja, na hata akifanya kazi zake anajua anatakiwa afanye nini, anatakiwa atoe nini. Na pia kuangalia kama ni mteja anakuja anamlinda vipi mteja, na pia kama ni mkandarasi anamlinda vipi, na pia kusimamia jengo lake, kwa sababu lile jengo atakuwa amelianzisha yeye. Anachukua matatizo ya mteja, anageuza kwenye michoro, anasimamia mpaka jengo linamalizika, inakamilika. Kwa hiyo hamna tofauti aliyosoma Kenya, aliyosoma Uganda, aliyosoma hapa kwetu. Kwa hiyo wote tunakuwa kwenye shughuli. Chama kina haki na wajibu wa kumsimamia mbunifu majengo kutoka nje, ama kampuni ya mbunifu majengo kutoka nje, ama hapa mnafanyaje kazi? Tunazo sheria. Na kwenye sheria ina maana kuna kanuni. Hutakiwi kutoka nje ya zile kanuni ya taaluma hiyo, ambao ni sawa sawa dunia nzima. Kwamba hutakiwi umpe mteja wako kitu kilichokuwa hafifu. Sawa sawa. Hutakiwi umtie hasara mteja wako wakati anapokuletea hiyo kazi. Na hutakiwi kutokwenda kuangalia shughuli za ujenzi zinazofanyika. Na hutakiwi kutokusimamia ile timu ya wanataaluma ambao mko kwenye kushiriki katika ujenzi wa jengo lolote. Nikushukuru sana, na swali langu ni moja, na ningependa kila mwananchi sasa na tutazama kwa sasa hivi aondokane na hii changamoto ambayo imekuwa ikijitokeza. Tutaizungumza hapo. Mwananchi anapokuwa anaanza mradi wake wa ujenzi, ameshakuwa na eneo lake, anatakiwa amfuate nani kati ya wabunifu majengo ama engineer? Unapokuja kwenye ujenzi wa jengo, mtu wa kwanza kwako wewe unaanza wale watu wa mipango miji, wamekupa ramani ya mpango miji. Ndio mtu wa kwanza kabisa. Mtu wa pili ni mbunifu majengo, kwa sababu mbunifu majengo ndio ataongoza ile timu ya wanataaluma wengine. Unapokuja na kiwanja chako tayari kimeshapimwa, kina hati, atakuuliza unayo hati? Unasema ndio. Kuna kiramani kile kidogo kinaitwa site plan kwa Kiingereza. Unacho? Ninacho. Kile kiramani utakapompa atajua sehemu hii inatakiwa majengo ya aina gani, yani zile zone, kanda gani, kanda ya majengo marefu, kanda ya majengo mafupi, kanda ya majengo ambayo yanaita low density, na kiwanja kilichokuwa kikubwa au kidogo au cha kati. Kwa hiyo ukishampa ile anajua, kwa sababu amefundishwa, anapiga mahesabu kwamba kiwanja hiki kina mita fulani. Kwa hiyo ujazo wa ujenzi unatakiwa wa mita fulani, usiwe chini ya hii. Na kiwanja hiki kinatakiwa tuache uwazi pembeni, mbele na nyuma, sehemu zote uwazi wa mita ngapi. Yeye ndio kazi yake. Then akitoka pale, wewe ndio unampa yale matatizo yako.
anatatua yale matatizo yako. Mimi nina shida sehemu ya kuishi, nina watoto 4 3, ninataka vyumba viwili. Pale atakupa elimu kwamba kiwanja chako ukisema vyumba 4 atakwambia hapana, kwa mahesabu ya sehemu yako unatakiwa kuwa na vyumba 3. Anakuelekeza, na kwenye vyumba 3 atakuuliza, je, kuna mabomba ya maji machafu makubwa yanopita mbele ya uwanja wako? Hapana. Atakwambia tutachimba yale mashimo ya choo. Atakuelekeza, atafanya michoro, kwa sababu wewe utasema kwa maneno, yeye atatengeneza kwa lugha ya mchoro, ambayo lugha ya mchoro ni ya kiufundi. Anapotengeneza lugha ya mchoro ya kiufundi, ana wataalamu wengine nyuma yake. Kwa akishatengeneza lugha ya mchoro ya kiufundi, tuseme jengo la ghorofa 1, atamtafuta muhandisi ambaye kazi yake ni kutengeneza nguzo. Atamuonyesha kwenye mchoro, nguzo yangu iko hapa, mita fulani, mita fulani, mita fulani. Huyu atakwenda kupiga hesabu, kuweka nondo kwenye zile nguzo ambazo umemuonyesha kwenye mchoro. Vivyo hivyo anamtafuta muhandisi wa umeme ambaye plani hii hapa, sehemu ya kuishi hapa, sitting room hapa, sehemu ya jikoni ni huku, weka umeme. Sehemu gani utaweka hizi socket nyingi, sehemu gani chache, unamuonyesha. Then unamtafuta mtu ambaye anakuja kupiga rangi, mtu kama kuna air condition. Unamuonyesha vyumba fulani hapa, vyumba hivi nataka vile. Kwa hiyo anaingiza utaalamu wake kwenye zile sehemu ulizomuonyesha. Mtu wa mwisho anakuja mtu wa mbunifu mandhari ambaye anatengeneza mandhari ya nje, kwa kuonyesha kwamba miti gani tunaweza kupanda. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu alitujalia Tanzania tuna aina ya miti kama 1000 na kitu hivi na shrubs, ambayo kila mkoa una aina ya miti, sio kujipandia tu. Kwa hiyo anakuonyesha hapa, kutokana na kiwanja hiki unatakiwa upande miti kiasi fulani. Na kushukuru sana Rais mwenye ara ndogo kwa namna ambavyo umeelezea. Wengi walikuwa wanachanganya sana hapa, ndio maana kuna changamoto ambazo tumeziona zikiwa zinajitokeza sana. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea mimi nitakuja kufahamu kutoka kwa Rais mwenye ara ndogo Mike Chao kuhusiana na swala hili la majengo kuporomoka katikati ya miji kabisa kwenye shughuli mbalimbali za watu. Wao kama wenye sehemu yao yanawanyima kiasi gani usingizi pindi ambapo wanaona shughuli hizi zinapojitokeza ama shida hizi zinapojitokeza. Endelea kusalia nasi, endelea kubaki nasi. Hii ni elimu kwa umma, tunakuletea chama ama taasisi ya wabunifu majengo hapa nchini kwetu Tanzania. Endelea kubaki nasi, endelea kusafiri nasi. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi ndani ya kipindi maalum kwa siku ya leo. Tuko na mbunifu majengo nchini Tanzania ambaye anaongoza taasisi ya wabunifu majengo hapa kwetu nchini Tanzania, Mike Chao. Tuko naye tunazungumza mengi kuhusiana na taasisi hii. Wengine watu wengi wamekuwa wakisahau na kutokuona umuhimu wake, lakini leo hii yupo hapa kutueleza umuhimu wa hii taasisi hapa kwetu nchini Tanzania, lakini kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kwa pamoja. Endelea kusafiri nasi. Kwa wewe ambao umeungana na sisi kwa sasa hivi, tunakukaribisha sana. Tumerejea mara baada ya mapumziko mafupi. Kuna hili swala moja ambalo imeonekana ilikuwa changamoto kubwa sana na lawama zikishatokea sasa masuala kama haya, ndio lawama zinarudi kwenu kwamba walikuwa wapi. Hivi kweli tuna watu kwenye taifa letu, swala la kuporomoka majengo kwenye taifa letu la Tanzania, majengo kuanguka kwenye taifa letu la Tanzania, watu wenye hiyo haki, wenye sehemu yenu, wenye taasisi yenu hapa kwetu nchini Tanzania yanawanyima usingizi kiasi gani? Yanatunyima sana usingizi, kwa sababu katika taaluma ya ubunifu majengo, kitu kikubwa ambacho huwa watu wanafundishwa vioni kwamba uhai wa mtu ni muhimu zaidi kuliko kitu kingine. Kwa hiyo tunapofundishwa kule kwenye vyuo, tunafundishwa jinsi ya vitu 4 vikubwa: afya, usalama, na ni ulinzi na uzuri wa jengo, ambao kwenye miaka ya nyuma kabla watu hawajajua kutengeneza sheria hizo, kulikuwa na sheria inaitwa Hammurabi, sheria ya Hammurabi ambayo ilikuwa inahusu usalama wa kwenye majengo. Kwenye sheria hii ya Hammurabi huko wapi, huko Iraki, ilikuwa ni kwamba anayesimamia jengo au anayetengeneza jengo au anayebuni jengo linapojengwa pakatokea maafa, jengo limeanguka, mtu kafa au kijana kafa kwenye ile site,
sheria ya Hammurabi inachukua mkondo wake kwamba yule aliyetengeneza jengo anachukuliwa mwanawe naye anauawa. Sheria yao ya Hammurabi law. Kwa hiyo katika uendelezaji wa taaluma hii, hicho kikawa ni kitu kikubwa katika kutengeneza majengo. Uhakikishe jengo lako halili na madhara kwa uhai wa binadamu. Sasa kuanguka jengo, kuna aina mbalimbali ya kuanguka jengo. Jengo linaanguka lazima liwe na sababu. Jengo haliwezi kuanguka hivi hivi. Sababu moja hapo jengo kuanguka, linaweza kukumbwa na kimbunga. Jengo linaweza kukumbwa na maji. Jengo likiongezewa uzito linaanguka. Kutokuwa na wataalamu kwenye ile jengo linaanguka. Kwa hiyo unapoangalia jengo linapoanguka, unaangalia ni sehemu gani ya mwanguko wa majengo jengo hili limeanguka. Kwa hiyo ina maana unakuwa na picha kamili, jengo hili limeanguka kutokana na maji au na mvua au na nini. Kwa hiyo pale ndio unaanza pia kufanya uchunguzi wako. Kwa Tanzania majengo yameanguka sio mengi ukilinganisha majengo ya serikali na majengo ya watu binafsi. Hujapata sikia story ya jengo la serikali limeanguka. Hamna hata moja. Lakini story ya majengo ya watu binafsi kuanguka yako mengi. Kwa sababu serikali inafuata utaratibu na inajua kwamba nikitaka kujenga jengo la aina fulani ni nani wa kumfuata. Wa kwanza atamfuata nani? Mbunifu majengo. Bwana, tunataka kujenga jengo hili. Mbunifu majengo atakuja na timu yake ya wataalamu. Yeye anakuwa kiongozi wa ile timu ya kujenga lile jengo na kulibuni. Anaanza kubuni lile jengo. Wataalamu wengine wanakuja, wahandisi wa umeme, wa maji, wa nini wote, na mkadiriaji majenzi wanakuwa ni timu yake. Kwa wakati wanaposimamia lile jengo, maana wanasimamia kuanzia kama ni ghorofa 4-5. Kwanza kitu watakushauri wewe mwenye jengo kwamba tunataka tupime udongo. Watakwambia kuna wataalamu wanaopima udongo, na bahati nzuri hapa kwetu nchini tuna vyuo viwili, chuo cha DIT kinapima udongo, chuo kikuu cha Dar es Salaam kinapima udongo. Kwa hiyo naweza kukuambia jengo lako unalotaka udongo huu unaweza kuhimili ule uzito au ongeza kitu fulani uweze kuhimili ule uzito. Unafikiri ni kwa nini watu wanawakimbia? Wanaacha kuwafuata na kufuata ile taratibu ambazo zimewekwa, wanakwepa. Wengi ukiwauliza na kuambia nyinyi fees zenu ziko juu. Lakini zile fees zinaokoa maisha. Hada zetu sisi zinaokoa maisha. Kwa sababu unaponipa mimi hada ambayo inastahili, nitasimamia jengo lako linavyostahili. Umesikia? Sasa unaponikimbia mimi, unapokwenda kumpelekea fundi Michael hakufundishwa jinsi ya kupiga jeki jengo. Sawa. Mimi nina elimu na wataalamu wangu tunajua. Tukifika sehemu tunapiga jengo jeki, unatengeneza hiyo basement na jengo lako litakaa vile vile halianguki. Sasa Kariakoo pale wale walipelekwa mafundi Michael wakatindua kule chini, wakakuta kitako cha nguzo, kule chini ya kitako cha nguzo mhandisi waliojenga lile jengo miaka 7 iliyopita waliweka mawe yakijua uzito wa ile jengo utahimili, ndio maana wakaweka na mawe kule chini. Wao kuta mawe wakaondoa, basi jengo likapinduka. Kwa hiyo ina maana angewatumia wataalamu wale waliojenga lile jengo miaka nyuma iliyopita, tatizo lisingetokea. Na kama tutaendelea kufanya hivi, tutaendelea kuwaruka nyinyi, maana yake tutarajie matatizo mengi zaidi kwenye nchi yetu katika swala zima la kuanguka kwa majengo. Ni lazima. Mimi nikikuuliza leo mtangazaji, unapoumwa na malaria, unaenda kumuuza karanga akamwambia kupime? Hapana. Unaenda kwa nani? Unaenda hospitali. Na unaposhtakiwa mahakamani, unaenda kwa nani? Muuza machungwa kuhakikisha mahakamani? Hapana. Unaenda kwa nani? Unafuata taratibu za kimahakama zinazotoka. Mwanasheria, Yes. Anawakilisha wakili. Ukienda hospitali unamtafuta daktari. Kwa nini unaona taaluma yetu ni rahisi kwamba fundi Michael ambaye amefundishwa na mjomba wake huko kijijini aje mjini Dar es Salaam aanze kujengea wewe? Unasema amejenga majengo mengi sana hapa Kariakoo. Ana elimu hiyo? Hana. Mbunifu majengo anakaa miaka 5.5 na zaidi, sema miaka 7 mpaka kusajiliwa. Ana hiyo elimu. Anaweza kubunia jengo chini ya bahari, kwenye mlima,
kwenye maandaki popote pale, na ana elimu hiyo ya kuhakikisha kwamba kuna usalama na afya kwenye ile jengo lako. Sasa ukienda kwa mtu ambaye hana elimu hiyo, kweli kutakuwa na usalama na afya kwenye jengo lako? Na je, kuna uzuri wa kwenye jengo lako? Kwa hiyo unapomfuata huyu mtu ndipo unapata hayo yote. Nakushukuru sana, na kwa sababu uko hapa kiongozi mkuu wa taasisi ya wabunifu majengo nchini Tanzania. Zungumza sasa na hawa watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanakuwa wanawakimbia kwa kuogopa hizo gharama, kwa namna gani, yani viunzi vinakuwa vingi, mwisho wa siku tunapata haya madhara. Ongea nao, zungumza nao namna ambavyo wanapaswa kufuata taratibu na kanuni zote za ujenzi wa majengo haya ili tuondokane na madhara ambayo kila siku tumekuwa tukiyaona. Mwisho wa siku hao wanarudi sasa kusema kwamba hii nchi kweli tuna wabunifu majengo, kumbe wapo lakini hawafuatwi. Wapo wabunifu majengo. Moja hapo sheria yetu sisi ni kwamba mimi siwezi kujitangaza kama unatangaza soda au mimi, hapana. Tuna sheria. Sasa lazima ufuate sheria. Na jingine ni kwamba unapokwenda kwa mbunifu majengo atakueleza ada zake. Ziko za aina 3, unaongea naye, mimi nataka hii katikati ya kwanza ni asilimia fulani au pasenti fulani, au kila saa utanilipa kiasi. Hizi zipo, wala haziko kujificho. Viko kisheria. Utaangalia pale, mimi naweza hapa, unaweza hapa. Atakwambia hapa unaweza. Ada yangu ni kiasi hiki, unafanya. Akikufanyia kitu kibaya, ambao akifanyia kitu kinyume cha utaratibu, kuna mahali unaenda kwa ripoti. Unaomba, jamani, bodi ya ubunifu majengo na wakadiaji majenzi, mtu wenu mbona kanifanyia hivi? Wao watachukua hatua za kisheria. Na wewe uwe radhi kukubali kumlipa kama stahili zake. Ukifanya hivyo, na yeye na timu yake watafanya kazi yao wanavyostahili kama walivyofundishwa. Hawezi kupindisha. Sababu kama unajenga jengo, mimi nikamkuta fundi anakujengea, amejenga ukuta vibaya kuliko kwenye mchoro, nina haki ya kumwambia avunje, na akivunja atalipa gharama zako wewe, kwa sababu wewe amekutia hasara. Hatutaki akutie hasara, tunataka kile ulichokitaka kijengwe kama vile tulivyokubaliana, na yeye anavyojenga ajenge kama vile makubaliano. Sio aje akwambie nyumba ya fulani tulifanya hivi. Hapana, hii ni nyumba yako wewe mtangazaji, sio nyumba ya mtu mwingine. Asante. Na kwa kumalizia, tuko mwishoni kabla tujagusia kidogo kwa orau dakika moja mkutano wa mwaka ambao mtaenda kufanya kule visiwani Zanzibar. Ni nani sasa mwenye jukumu la kuhakikisha watu wanapaswa kufuata hizo taratibu zote? Je, ni taasisi ama serikali inapaswa kumwelekeza mtu kwamba kwa hili jengo lako unatakiwa kuna hawa watu inabidi wafuate? Serikali inafanya kitu kizuri sana. Serikali inaweka sheria, na sheria haziko kijificho, ziko wazi. Serikali ina taasisi zake, na hizi taasisi zimefanya kazi vizuri kabisa. Kuna taasisi ya ubunifu majengo na wakadirishaji majenzi, kuna taasisi ya msajili wa makandarasi, kuna msajili wa handisi. Hizi taasisi zote zinafanya kazi vizuri. Unapoona tatizo jengo limeanguka, kuna mmoja hapo mwenye mali ndiye anakuwa ni mwenye tatizo kubwa la kwanza, kwa sababu asipofuata hizi sheria, ndio maana majengo wewe. Serikali iko wazi, na serikali imeweka mfumo vizuri kabisa, kwa sababu juzi serikali haikubali watu wafe, na hizi taaluma hazikubali watu wafe. Mmefundishwa nini? Kwa hiyo ina maana wananchi wanatakiwa wafuate, na hamna kijificho. Una jengo lako, unataka ushauri, unawaambia bodi ya ubunifu majengo na wakadiaji majenzi, mimi nataka ushauri. Watakuita, utaenda kwao, watakuelekeza. Wabunifu tuliokuwa nao nchini Tanzania wanatosheleza mahitaji ya maendeleo ya kwetu hapa nchini Tanzania? Wanatosheleza, na bado wanaongezeka. Wanatosheleza kabisa. Ukiwafuata pale, watakupa ushauri ulio na saa na ule ubora. Wanatosheleza kabisa. Ni wananchi tu ni kwamba wanawakimbia bure, kwa sababu mwingine akasema wale wanatupa gharama kubwa. Mfuate gharama kubwa ipi, zaidi ya maisha yako au zaidi ya jengo lako? Wewe unapojengewa jengo lilokuwa bora, litakaa miaka mingi. Mtangazaji, jengo hili ambalo tunaongea lina miaka 156. Na liko vizuri. Kama vile limejengwa jana. Kabisa. Jengo hili waliobuni ni Waarabu wakitumia wabunifu majengo, na Wajerumani wakaja wakatumia wabunifu majengo hapa Dar es Salaam. Kwa nini haya majengo yamebuni mpaka leo, yamekaa mpaka leo? Ni kwa sababu mtumie mtaalamu.
Itakuwaje wewe unajenga jengo Kariakoo linaanguka kienyeji bila kumtumia mtaalamu? Kwa hiyo wananchi wawatumie hawa, na wakikukosea kuna sehemu ya kwenda kuwaripoti. Jamani, bodi ya ubunifu majengo au taasisi ya ubunifu majengo, jamani, nimefanywa hivi. Hawa watamchukulia hatua. Bwana, hukutenda haki, hukumfanyia haki. Sawa, nakushukuru sana mbunifu majengo Mike Chau kwa maelezo hayo na namna ambavyo elimu umeitoa. Muhimu zaidi ambayo nimekiona hapa ni namna ambavyo watu wanapaswa kuitazama hii taasisi ya ubunifu wa majengo hapa nchini kwetu ili tuendelee kuwa salama mali zetu, lakini afya zetu kwa ujumla. Kwa kumalizia, naomba uzungumzie mkutano ambao sasa wanachama wamoja wa taasisi za ubunifu wa majengo hapa nchini Tanzania, lakini ambao wanaenda kukutana sasa na wenzao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uzungumzie kwa dakika moja. Katika kila mwaka huwa wabunifu majengo katika Afrika Mashariki wanakutana mara mbili. Mara moja ni makao makuu ya taasisi ya ubunifu majengo iliyoko Arusha. Mara ya pili, kila nchi inakuwa fursa ya kuweza kupokezana kijiji cha ubunifu majengo wa Afrika Mashariki. Katika vikao hivi huwa tunaita elimu endelevu. Katika kila mwaka au kila siku maendeleo ya teknolojia yanakuwa. Kwa hiyo wabunifu majengo wa Afrika Mashariki wanakuwa katika sehemu ya kupata elimu ya mambo mapya yanayokuja, vifaa vipya. Sasa hivi watu wako katika kuangalia jinsi ya kujenga majengo ambayo huwezi ukatumia umeme mwingi kwenye jengo. Wanaita kwa Kiingereza green buildings, vitu kama hivyo. Majengo ambayo umeme unaotumia utakuwa ni wanafuu, usiwashe feni masaa mengi wala usiwashe AC masaa mengi. Kwa hiyo ni elimu ambayo wabunifu wote wa majengo wa Tanzania wa Afrika Mashariki wanaipata katika kikao chetu kitakachofanyika tarehe 10 na tarehe 11 mwezi Julai pale Zanzibar katika hoteli ya Madinatul Bahari. Kwa wananchi wanaweza kaya wakasikiliza, au tunawakaribisha waje kwenye kikao hiki, kwa sababu unapopata elimu ndipo unapoweza kufanya kitu chako kwa uhakika, na unajua kwamba kuna watu fulani ndio wanaotakiwa wanisaidie kufanya vitu hivi. Kwa hiyo tunawakaribisha. Ni mkusanyiko ya wabunifu majengo kati ya 600 watakuwepo pale, kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo na Somali na Sudani ya Kusini. Wote tutakuwepo pale, na Watanzania tutakuwepo pale. Nikushukuru sana kwa maelezo hayo kwanza, na kwa kunikaribisha kufika hapa, na tumewapelekea jamii kila ambacho wanapaswa kukipata. Nikushukuru sana na nikutakie sasa maandalizi mema kuelekea sasa kwenye mkutano huo wa mwaka ambapo unaenda kukabidhiwa rasmi sasa kijiti cha kiongoza Jumuiya ya Afrika Mashariki ya ubunifu majengo. Heri kwako na asante sana kwa nafasi hii. Karibu sana saa zote, mkiwa na tatizo njoo mtueleze. Mkiwa na matatizo kutaka kujengewa, mnaweza kutufuata sisi, ofisi zetu ziko hapa Old Boma. Tukawapa ushauri, tukawapa wataalamu ambao watawasaidia. Karibuni sana. Kila mwananchi hapa Boma, jengo makao makuu ya taasisi za ubunifu majengo ni nyumbani. Ukiwa na jambo lako lolote kama alivyomalizia hapa, basi unakaribishwa sana. Kila ambacho mmenituma kuja kukifanya, basi nami nimekifanya vile ambavyo nyinyi watazamaji wa Tumaini Television mnapenda kukiona. Asanteni sana kwa wote ambao umeshiriki nasi katika kutazama kipindi hiki. Jina langu ni Innocent John, nyuma ya kamera alikuwa ni Joseph Peter. Niwashukuru sana idara nzima ya taasisi ya ubunifu majengo kutoka hapa Boma, Dar es Salaam. Uwe na siku njema, endelea kutazama vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa kwa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Kwaheri kwa sasa.